Karibu Afrika, kitovu cha mashujaa watakaoimbwa na kuhaririwa na kila kizazi kijacho. Zipo kumbukumbu nyingi zenye kushangaza ulimwenguni zitokanazo na urithi wa Afrika. Hakika, Afrika ni mama wa ulimwengu. Karibu katika makala hii yenye kueleza maajabu ya nyoka wa chuma, nyoka aliyesifiwa na wengi, huku akisaajabu mvuto na muonekano wake pindi atambaapo katika safu za mbuga ya milima, mito mbalimbali barani Afrika. Makala hii imeandaliwa na Dupa Mdupange na kusomwa nami, Faudhia Simba. Mapema mnamo mwaka 1970 mpaka 1976 ilitosha kuwa muda wa kihistoria kati ya mataifa ya Tanzania na Zambia. Hapo ndipo ujenzi wa reli ya Tazara ulishika hatamu chini ya wahandisi hodari kutoka taifa la China. Ujenzi wa reli ya Tazara ulibeba madhumuni ya kinifu katika uimarishaji wa mifumo ya kiuchumi na hata ukomavu endelevu wa misingi ya kidiplomasia, kilomita zaidi ya 1860 kutoka bandari ya Salaam, Waswahili upaita Dar es Salaam, mpaka katika jimbo la Kapili Mposhi lililopo katikati ya taifa la Zambia, ziliunganisha vyema dira na maono ya ufunguaji wa uchumi, tamaduni na hata urafiki na mwingiliano wa kiitikadi. Turudi nyumbani Tanzania. Na ukumbuka usiku wa siku moja nikiwa nasoma masomo yangu ya shule ya upili pale jijini Mbeya, katika eneo la Mbalizi, majira ya saa 5 usiku, nilishtushwa na kelele za wanafunzi wenzangu waliokimbia kutoka bweni na kuruka uzito wa shule, huku akipiga kelele na kusema Msaus, Msaus, Msaus. Niligafirika sana, nikizani mabweni yetu yanawaka moto, nami nikaruka na kuungana pamoja nao. Lakini ghafla nilishuhudia treni nzuri yenye kumeremeta mabehewa yake yakipambwa na nakshi za ufito mzuri wa dhahabu na rangi za kuvutia. Hakika niliuliza, hii ni treni yetu? Nikimaanisha kuwa ni zile zimilikiwazo na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rafiki yangu Omi akacheka sana na kuniambia kwa lugha ya utani, mashine ya Msauzi hii baba. Wakati soga linaendelea, tulipigwa na butwaa kushuhudia mpaka baadhi ya walimu tuliowaheshimu na kuwahofia shuleni hapo tulijikuta tupo nao kwenye msafara wa watu waliolikimbiza treni hili na kutamani kulishuhudia. Kila mtu alisifia na alitamani kuwa shuhuda wa uwekezaji huo katika sekta ya usafirishaji. Baada ya kumaliza masomo na kurejea mtaani, ndipo nilipokuja kugundua treni hiyo ilifahamika kama Rovers. Rovers ni treni iliyotajwa mara kadhaa kutoka miongoni mwa treni bora ulimwenguni katika madaraja ya anasa, yaani luxury. Treni hii ilianza kama sehemu ya starehe ya familia Bwana Rohan Voss. It was designed originally as a private home caravan for my family. Na lugha ya treni hii zilianzishwa mnamo mwaka 1989 na raia huyu wa Afrika Kusini. Hata sasa uendeshaji wa biashara hii ukibaki mikononi mwa familia ya Voss. Safari ya treni hii ya kipekee huanzia katika jiji la Cape Town, Afrika Kusini, huku ikipambwa na safu ya milima kupendezwa pembezoni mwa jiji hilo, milima yenye kufahamika kama Table Mountain. Migahawa ya hadhi ya juu na maduka ya kisasa ni swala linaloupamba mji huo wa Cape. Safari hii huanza pembezoni mwa bara la Afrika na taratibu kuanza kusambaa katika mataifa kadha yenye vivutio mbalimbali. Treni huanza safari Afrika Kusini na kuingia Botswana, kisha Zimbabwe na hata kukanyaga ardhi ya Zambia na kuhitimisha kwa fahari kubwa katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania, huku ikikamilisha hesabu ya zaidi ya kilomita 6,000 mpaka katikati ya mji wa pwani ya Afrika Mashariki, yaani Dar es Salaam. Kabla safari kuanza, abiria wote hukaribishwa katika sehemu maalum ya ofisi na upata wasaa wa kupatiwa historia fupi ya treni hiyo, na upata nafasi ya kukutana na wamiliki, kisha hutembea juu ya zulia jekundu kama alama ya thamani na umuhimu kwa wasafiri hao. Treni hutembea kwa mwendo maalum ili kuwezesha wasafiri
au watalii kushuhudia miji na maeneo ya kihistoria. Mfano, mashamba makubwa ya wine yanayopatikana katika safu za milima ya Afrika Kusini. Vinywaji na vyakula vya kitajiri hutolewa pasi na shaka katika Rovos, huku mabehewa na vyumba vya kulalia vikiwa katika mitindo ya kipekee na nakshi zenye mamlaka ya kifedha. Mwishoni mwa treni hii kipo chumba kidogo kiwezeshacho mtu kutazama fahari ya Afrika, misitu, uoto wa asili, mbuga za wanyama na hata safu za milima mbalimbali na maeneo ya kiutawala tangu enzi za ukoloni. Rovos husafiri mpaka katika eneo la kitalii liitwalo Madikwe Game Reserve, Afrika Kusini. Kisha abiria hupata wasaa wa kushuhudia na kujifunza mengi kuhusu wanyama. Abiria hulala mbugani hapo katika hoteli ya kitalii kwa muda wa siku 2. Safari huendelea na kuvuka mpakani mwa Afrika Kusini na taifa la Botswana na taratibu kuvuka mpaka jangwa la Kalahari, na kisha kuingia katika stesheni ndogo ya eneo maarufu kwa vivutio vya kitalii Afrika, eneo la Victoria Falls katika taifa la Zimbabwe. Hapo hushuhudia maporomoko ya maji ya Victoria katika muunganiko wa mto Zambezi na maajabu ya uumbaji wa Mungu. Abiria hubebwa kwenye helikopta maalum na kuzungushwa katika ziara maalum na kutazama mto Zambezi. Maporomoko ya Victoria ni sehemu ya kijiografia yenye kuunganisha mataifa matatu, yaani Zimbabwe, Botswana na Zambia. Pia abiria hupata nafasi ya kutazama mbuga za wanyama ya Chobe ndani ya Botswana wakiwa katika boti maalum ya mto Chobe. Rovos huendelea na safari mpaka katika daraja maarufu Afrika, daraja la kihistoria katika mto Zambezi. Abiria hushuka na kutazama uhandisi wa hali ya juu uliofanyika katika daraja hilo lenye takribani urefu wa mita 130, na mwisho treni huingia katika taifa la Zambia, Lusaka na baadaye Kampilimposhi, na treni huingia Tanzania na kupita miji kadha na mwisho kufika katika jiji la kibiashara maarufu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Rovos hushuhudia safu za milima ya uoto wa asili katika jiji la Mbeya, Iringa na sehemu za pembezoni mwa mkoa wa Morogoro katika bonde la Udzungwa. Safari hufungwa kwa tamati ya kipekee, mashuhuda kupitishwa ndani ya Silas Game Reserve na kisha Rovos kupokelewa kwa harufu nzuri na upepo wa Dar es Salaam. Wageni hupokelewa na bendi maalum ya jeshi kama ishara ya heshima na thamani, na ndipo safari ya kihistoria ya Rovos hufikia tamati katika majengo ya Tazara jijini Dar es Salaam. Makadirio ya gharama ya tiketi ndani ya treni hii kutoka Cape Town mpaka Dar es Salaam ni kama ifuatavyo, na gharama hizi ni kwa abiria mmoja pekee. Katika daraja la Pullman Suite, abiria hulipa dola za Kimarekani 14,950 ambayo ni sawa na shilingi milioni 37,973. Katika daraja la Deluxe Suite, abiria mmoja hulipa dola 17,995 ni sawa na shilingi milioni 45,773, na abiria wa daraja la Loyo hulipa dola 23,600 sawa na milioni 59,531. Haya, lini utapanda Rovos uizunguke na kuifaidi Afrika? Au bado unatamani ule msemo wa pesa hainunui furaha? Na hayo ni machache kwa leo kuhusu Rovos, treni ya kifahari Afrika na duniani. Wenyewe huita The Pride of Africa. Makala hii imeandaliwa na Dupa Mdupange na kusomwa nami Faudhia Simba. Karibu tena na kwaheri.